Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Philip Isdor Mpango amezitaka halmashauri za majiji na miji, taasisi, mashirika na kampuni za umma na binafsi kuitumia kampuni ya usafi na unyunyiziaji wa dawa ya Suma JKT ili kutekeleza jukumu hilo katika maeneo yote nchini. Mheshimiwa Daktari Mpango amesema hayo leo tarehe 5 Juni 2025 katika kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo kitaifa yamefanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Mfano na majiji yetu halmashauri watumie pia badala ya kuwa na makampuni ambayo yanataka damu ile yanafanya kazi ya wenzetu walianza na hii mifanyio ya chelewa kuhakikisha miji yote inakuwa safi. Sawa. Nataka kuomba halmashauri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakurugenzi wa halmashauri watumie Suma JKT kuboresha usafi zaidi katika miji yetu. Asante kwa Mheshimiwa Rais. Kwa jina mimi naitwa Kanali Julius Sandari, afisa mkuu mkuu wa Jeshi la Kulinda Taifa. Karibu sana wapendwa katika banda na JKT. Afande, majukumu matatu ya Jeshi la Kulinda Taifa ni malezi ya vijana, uzalishaji na ulinzi. Katika suala zima la malezi na uzalishaji, pia vijana tunawafundisha namna ya utunzaji wa mazingira. Afande, hapa tuna banda ya mawili. Banda la kwanza ambayo hapa inaonyesha shughuli mbalimbali za uzalishaji na jinsi wanavyofanya shughuli za utunzaji na uendelezaji wa mazingira. Banda la pili la kampuni tangu ya Suma JKT. Maadhimisho hayo ambayo yamedumu kwa takriban siku 5 kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 Juni 2025 yamehusisha wizara, taasisi, mashirika, kampuni na wadau wa mazingira kutoka maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza mbele ya mgeni rasmi, Naibu Waziri Ofisi Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamis Hamza Hamis ameeleza shughuli zilizofanyika kwa takriban siku 5. Maadhimisho ya mwaka huu pamoja na mambo mengine yameambatana shughuli mbalimbali ambazo ni pamoja na uhamasishaji wa shughuli za usafi wa mazingira, maonyesho ya wadau ya bidhaa, huduma za ubunifu kuhusu uhifadhi wa mazingira, kongamano la vijana kuhusu uhifadhi wa mazingira. Shughuli hizi ni miongoni mwa jitihada zinazofanywa na serikali na wadau katika kuhifadhi na kusimamia mazingira yetu nchini. 3. Burudani ya vikundi vya sanaa imekuwa ni sehemu ya sherehe za maadhimisho hayo. Mheshimiwa, usichoke kutukumbusha, usichoke kutuelimisha, usichoke kutuambia. Hata hivyo, wadau wa mazingira walioshiriki tukio hilo nao wakaeleza umuhimu wa kuitumia Suma JKT. Naitwa Anthony Heri Rimbise, ni afisa mazingira, ni mkuu wa Morogoro, halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Baada ya kutembelea banda la Suma JKT na maonesho haya ya siku ya mazingira duniani leo tarehe 5 Juni, nimefurahi kwa huduma ambazo nimezikuta hapa. Kama mdau wa sekta hii nimefurahi sana. Moja, nimefurahi kuona kwamba ni moja kati ya kampuni nguli ambazo zinahusika na udhibiti wa shughuli za usafi kwenye majiji yetu. Bado uelewa kwamba tuna kampuni kubwa ya Suma JKT ambayo inaweza ikapata zabuni na kuanza kudhibiti hizi taka kule ukawa bado ni haujafika wananchi wengi, kwamba mazingira, unavyoharibu mazingira, yani utaharibu, madhara yake si papo kwa papo, madhara yake ni gradual, pole pole, itafika mahali madhara yanakuwa makubwa, ndio kama kuna kushtuka. Kwa hiyo tushtuke mapema. Mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa
Kudhibiti matumizi ya plastiki ndio kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo imefikia tamati siku ya leo hapa katika viwanja vya JK jijini Dodoma. Mgeni rasmi siku ya leo alikuwa ni Mheshimiwa Daktari Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa tukio limehitimika rasmi na wananchi wanarejea katika maeneo yao kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine, na sisi hatuna la ziada kutoka katika viwanja hivi. Kwenye picha naitwa Koplo Steven Mapunda, mimi naitwa Florian Utahiwa. Asante, uwe na wakati mwema.